maamuzi ya askofu juu ya shuhuda na tunamtukuza Mungu kwa neema ambayo ametupa. Sikia somo la leo. Kichwa cha somo, andika. Kichwa cha somo, andika. Nguvu ya maombi ya mfungo. Nguvu ya maombi ya mfungo. Mungu anisaidie ninaposema na nyie. Ninajua Roho wa Mungu atakushuhudia ndani yako. Na atapokushuhudia ndani yako utasikia kuumia. Utasikia sononeko linashuka ndani yako. Ukisikia kuumia, ukisikia kusononeka ndani yako, tambua kwamba Mungu anaendelea kuleta neema ya badiliko katika kesho yako, katika hatua ulizonazo. Nguvu ya maombi ya mfungo. Nini maana halisi ya mfungo? Nini maana halisi ya mfungo? Yamkini unaweza ukafikiri ya kwamba kufunga ni juu ya kupokea tu nguvu za Mungu kwa ajili ya kuyakamilisha matatizo yako au maono yako, shida zako. La hasha, utakuwa umekosea sana. Kitabu cha Yakobo 4 pale alisema vizuri sana. Kusoma kitabu kile cha Yakobo katika neno la maombi. Naomba msomaji wa Biblia aweze kuwa karibu na maiki, kwa maana ya kwamba sauti inachukuliwa direct moja kwa moja kwenye mitambo kwa ajili ya kurushwa hewani. Amen. Yakobo 4 kwanza moja anasema vita yatoka wapi? Yes. Na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu? Mwatamani wala hamna kitu. Ndio. Mwaua na kuona wivu. Ndio. Wala hamwezi kupata. Ndio. Mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi. Kwa kuwa hamuombi. Na kama mwaomba, sikia, hata mwaomba. Ndio. Wala hampati. Hampati kwa sababu gani? Mwaomba vibaya. Mnaomba vibaya. Kufunga kwenu, kuomba kwenu, mnaomba vibaya. Ili mvitumie kwa tamaa zenu. Ili ukamilishe tamaa za mwili wako. Unafunga na kuomba na kuandika maombi kadha wa kadha, ni juu ya utimilifu wa yale. It's just your own desire. You pray and fasting for your own desire, not by God's purposes. Why I say so? That because God has a purpose for us. Mungu ana kusudi nasi katika utimilifu wa mapenzi yake. Unaweza ukafikiri ya kwamba mbona ninafunga na kuomba na sipokei majibu? Ninaongea na mtu. Haleluya, haleluya, haleluya. Umeomba, umefunga, lakini bado Mungu hajakufunulia neema iliyo halisi, au hujapokea fundisho lililo sahihi juu ya maana halisi ya mfungo. Okay, tunasema huu ni mwezi wa mfungo. Unafunga kwa ajili ya nini? Ni kipindi cha mateso ya Yesu, ni kipindi sijui cha nini. Tunaingia kwenye mfungo wa siku 40 kwa ajili ya nini? Sikia nikupe ufunuo wa ajabu sana. Kama maombi yako hujayajengea msingi
halisi wa neno la toba, maombi yako yamekuwa hewa, maombi yako hayatapata kibali. Kwa maana Mungu anachohitaji sisi mbele zake ni ukamilifu wa moyo. Haleluya kanisa, haleluya. Mungu anahitaji moyo ulioponeka, uliomnyenyekevu, usio na wala doa. Na ndio maana unapoingia kwenye maombi ya mfungo, ni juu ya kuomba toba kwa Mungu, upate kibali mbele zake, apate kukutia nguvu na kukujaza, ingali hali ya kwamba wewe umekwisha kufanyika mwana. Si kwamba Mungu hayuko na wewe, la hasha. Tukisoma katika kitabu cha Luka mlango ule wa 4 kuanzia mstari wa 1, soma hapo usikie habari za Yesu katika kufunga kwake siku 40. Anasema, na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu. Na wewe hali ukiwa katika Ukristo wako na Roho wa Mungu yuko ndani yako, alirudi kutoka Yordani. Akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani. Ndio, akijaribiwa na Ibilisi. Na siku hizo alikuwa hali kitu, hata zilipotimia aliona njaa. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, niambie jiwe hili liwe mkate. Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Akampandisha. Subiri kidogo. Nguvu sana hii. Yesu ingali hali amejawa Roho wa Mungu, akaingia katika majaribu katika siku 40 za kumtafuta Mungu Baba. Katika majaribu hayo, jaribu la kwanza ambalo mwanadamu linamtesa hasa kabisa ni tumbo. Jaribu la kwanza kwa mwanadamu, jaribu la kwanza ambalo shetani anakushikilia kutese nalo ni hilo tumbo lako. Kwenye kufunga, ukimekima kama vile unafunga lakini unakula changu. Ukifika saa ya namna gani unajidai? Huo ni mtego umeshapigwa mwanangu. Hutaweza kulifikia kusudi la Mungu la kumuona Mungu. Hutaweza kuyaishi maisha ya baraka ambayo Mungu alikukusudia. Usihangaike kuomba mambo. Na ndio maana Mungu akasema vyema, nikumbushe. Sio niombe, sio, yani nikumbushe. Kwa nini? Mungu alishatuahidia baraka zake, baraka zilizojaa katika utele wote. Eti unafunga, unaomba pale, unapika, unaomba mke mwema, unaomba biashara njema, ninaomba baba, sijui ninaomba nini, alafu huku saa ya kuja kutafuta uso wa Mungu, kusogea na yeye, wewe uko mbali. Jamaa amefunga, siwezi kufunga. Una vinona vya tumbo, usifunge. Utatafuta sababu yoyote tu ile. Jaribu hilo ambalo shetani anajua mwanadamu kwake kulishinda ni nguvu, ni tumbo. Eti sahi Yesu akutokee, akwambie bwana, badilisha mkate huu uwe biriani sijue nini. Sahi hiyo on the spot baba, badilisha. Haleluya. Lakini alisimama kwa imani, akasemaje? Sikia. Akasema, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Mtu hataishi kwa ajili ya kula tu, yani kwamba tumbo tu. Hapana. Endelea. Akampandisha juu, akamchukua tena kiwango kingine cha jaribu, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Akamwonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Saa hii yetu kwenye mfungo, afu kuna dili inakuja hapo la milioni 10, milioni kadhaa. Unajua shetani yuko very tricky. Hata hiyo milioni nasema mengi, yani umepanda
tu kwenye gari, yani umepanda tu kwenye gari, alafu yani kona amesahau tu sadaka, sema haleluya, Mungu ni mwema. Au umetoa 5,000 umerudishwa chenji ya 10,000, unasema kwa kweli Mungu alijuaje leo sina hela? Uko ofisini kuna issue zinapiga na wakubwa na mdogo ya. Saini hapa hiyo dili itoke mwanangu, hapo na hela yako kama 200,000 hivi. Sasa huko niko kwenye mfumo. Asikufikishie kwa atanisamee tu na mfumo wake. Je, nipige hili kwanza sasa pale nyumbani nilikuwa sijamalizia kidogo pale kuna kitu nilikuwa nataka nikafanye pale na ile nilikuwa na shida nayo. Yaani Mungu ni wa ajabu. Kaniletea ile hela ile niliyoitaka yani. Kumbe shetani yuko kazini akikupima, akiangalia utii na unyenyekevu uliona ndani ya moyo wako. Uwezi kuiacha ile pesa. Alafu unapochukua ile pesa mwanangu, tambua kwamba mpaka uje ulipe na kutakasa hicho kitu. Ni miaka kadhaa umekaa juu ya jiwe hapo. Ukijioni unatafuta shilingi 50,000 milioni. Kwa nini? Jaribu la pili la mwanadamu ni juu ya tamaa ya mambo ya mwilini. Sikia anasema nini? Anasema Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Sikia wapendwa, sikiliza. Hivi unajua kwa nini matajiri na wengi ambao wana mavitu makubwa na ni mamilionea wanakuwa wana sheria kutoka kuzimu za ajabu? Kwa sababu wanatakiwa kutii kutoka kuzimu ili wapewe vya ulimwengu. Sikia, kwa nini zamani unaambiwa ukitaka kuwa tajiri lete kichwa cha mtu mwenye kibara, au kama si mwenye kipara sasa hivi za hapa karibuni unaambiwa lete kiungo cha albino. Kwa albino amefanya kosa gani? Hicho kiungo kina nini? Kuna nguvu gani kwenye hicho kiungo? Si kwamba kuna lolote. Hata hicho kipara si kwamba ni lolote. Au unaambia kwamba inabidi umtoe kafara mama yako. Mama yako hana shida yote wala nini. Bali wanachohitaji kuzimu ni juu ya wewe kukengeuka, kuenenda kinyume na mapenzi ya Mungu, wewe kufanya dhambi ili upewe haya. Kumsujudia shetani ni juu ya kile anachokuongoza wewe kufanya ili upokee. Na habari ya ulimwengu huu wa huyu ibilisi shetani ni wa kitambo kifupi na ni wa mateso. Utapewa utajiri kweli, utatembea na gari la mabilioni ya hela liko kama ni mnyama, utakuwa na makorokoro, lakini mwanangu wewe utakiwa uvae ndala zilizotoboka na unalala chooni maisha yako yote. Bwana asifiwe. Usione vitu vinaelea, usione mambo watu wana mambo huko na manini yakakuumiza moyo. Mshukuru Mungu kwa kile kidogo alichokupa. Kaa nacho, mwambie Bwana, nina amani, nikilala usingizi ninalala usingizi wa amani. Sema amina. Hujui maagano waliokuwa nayo. Maombi ya mfungo ni juu ya kuyaua haya mambo yaliyo mwilini. Kwa nini unafunga? Ni uweze kuishinda njaa, kwa maana ndio jaribu la kwanza na ndio linalotesa kanisa. Nikiuliza hapa ni wangapi ambao wamesimama kwenye mfungo huu? Ni wachache sana. Na hao waliosimama watauona ukuu wa Mungu, kwa sababu iko nguvu. Yako mambo ambayo hayalikuwa hayawezekani, ambayo wewe ulikuwa unawaza yanakuaje, familia yangu itakuaje, kesho yangu itakuaje, kwa nini mimi niko hapa, nahitaji kupanda nifike hapa niwe mtu heshima. Yako mambo hayawezekani. Utasikia somo likisema vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Katika kitabu
Mathayo mlango wa 17. Tutarudi hapo, shikilia. Mathayo mlango wa 17. Anza kusoma ule mstari wa 16. Anasema nikamleta kwa wanafunzi wako. Soma kuanzia 14. 14 anasema nao waliofikia mkutano, mtu mmoja akamjia, akampigia magoti, ndio akisema, Bwana, umrehemu mwanangu, ndio kwa kuwa ana kifafa na kuteswa vibaya. Maana mara nyingi huanguka motoni, ndio, na mara nyingi majini. Nikamleta kwa wanafunzi wako, wasiweze kumponya. Yesu akajibu akasema, ndio, enyi kizazi kisichoamini. Na enyi kizazi kisichoamini hata sasa, kilichopotoka. Ndio. Nitakaa pamoja nanyi hata lini? Ndio. Nitachukuliana nanyi hata lini? Mleteni huku kwangu. Yesu akamkemea pepo, naye akamtoka. Yule kijana akapona tangu saa ile. Endelea. Kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faragha. Wakamwendea Yesu. Yaani wakamwendea Yesu kwa namna ya pembeni, yani kumuuliza kiaina ili watu wasisikie huko. Wakamuuliza Yesu akisema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Mbona sisi hatukuweza kumtoa huyo pepo? Mbona na wewe huwezi kutoa umaskini ulionao? Mbona wewe huwezi kutoa ufukara ulio ndani ya familia yako? Mbona wewe huwezi kutoa shida iliyo katika ndoa yako? Kwa nini? Kwa nini unaishi maisha hayo? Kwa nini? Jiulize swali. Sikia. Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Si kana kwamba mlikuwa hamna imani. Imani mlikuwa nayo, lakini imepungua. Kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali. Sasa usijidanganye kwamba bwana askofu, Biblia inasema mimi nikiwa hata na imani kama kapunje tu cha haradali inaweza kumkemea pepo. Nyamaza na uishie hapo. Upungufu wa imani ina maana walikuwa na imani, si ndio? Au si sawa sawa? Si ni sawa? Walikuwa na imani. Lakini kwa nini akaangalia punje ya haradali? Punje ya haradali ni ndogo sana, lakini inapopandwa inakuwa kwa haraka sana, kwa haraka kweli kweli. Kwa maana yatupasa imani yetu kuweza kukua kwa viwango vya juu ili tuweze kupokea muujiza wetu. Sema amen. Shangilie Bwana hata kama ukinyamaza. Anasema mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, ndio, mtamwambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka. Sasa mlima, kuna siku nilishafafanua. Unajua, unaposoma Biblia kama una ufunuo wa Roho Mtakatifu utaweza kujiuliza, hivi kumbe mimi naweza kuwa na imani nikauambia mlima Kilimanjaro ng'oka neno kajitose baharini? Haitakai tokee. Haongei habari ya physical mountain. Si mlima katika mlima huo, bali ni juu ya kusanyiko la mambo yaliyo kinyume na mapenzi ya Mungu yanayokutesa wewe. Huo ndio mlima wako. Shangazi yako amekusichi, ukirudi huku mtaa wako amekusichi. Hayo makusanyiko ya mateso yaliyosimama mbele zako yatoweke, yakajitose. Nao utaondoka. Wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Kwa kusali na kufunga. Kwa kusali na kufunga. Umefunga wewe? Kaa hapo uliko, endelea kubeba kiroba chako ulichobebeshwa. Mpaka siku neema itakapofunguka. Ninaongea na mtu. Haleluya, ninaongea na mtu. Usiiname chini ukaficha uso. Bali ni Mungu anasema na wewe.
Amen. Haleluya. 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 Sikia tu, inachoma tu taratibu. Inaingia kidogo kidogo, inauma, lakini ikusaidie kwa jina la Yesu. Sema amina. Turudi pale kwenye lile neno letu Bwana la Luka 4 pale. Tuendelee juu ya msingi wa neno hili la leo kwamba nguvu ya maombi ya mfungo. Unataka kujua hiyo nguvu ni ipi? Iko namna gani? Endelea. Anasema, basi wewe ukisujudu mbele yangu, yote yatakuwa yako. Ndio. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako. Ndio. Umwabudu yeye peke yake. Sasa hapo uko pale kwenye ofisi zako na nini, umekuja dini mwanangu, umeshapewa mchongo, alafu eti useme maneno hayo kwa wale majamaa. Na kazi unafutwa. Si kitu kirahisi. Ila Mungu ni mwaminifu. Unaweza ukasema juu ya dini la hao jamaa, wakakuletea uzushi na ukafukuzwa kazi. Wao wakapiga dini, walipopiga dini mambo yakawa mambo, wakakamatwa, wakachomwa ndani, alafu kweli ikatafutwa. Kwa nini huyu alifukuzwa? Kwa nini ilikuwa vile? Kwa nini? Bosi wa kampuni hiyo anakuja kupokea ukweli kwa sababu Mungu yuko upande wako. Nafasi uliyokuwa nayo ni ya storekeeper. Bosi ataona uaminifu wa kweli ndani yako, atakutoa kwenye storekeeper na kukupa ubele. Sema amen. Haleluya. Kwa maana ameona uaminifu wako. Mungu wetu ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Twende. Akamuongoza mpaka Yerusalemu. Ndio. Akamweka juu ya kinara cha hekalu. Ndio. Akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu. Jaribu la ngapi hilo? La tatu. La kwanza lilikuwa nini? Mkate. Tumbo. Sema tumbo. Amen. Kuna ndugu hapo wakienda hata kwenye sherehe kama nini na nini, kama huko kujakaa sawa, vita itainuka. Haleluya. Yaani unataka kumjua mwanadamu tabia yake hapa. Wewe peleke tu sehemu kuna mazagazaga kama kila kitu na nini, utaijua tabia yake tu kwa sababu ya hapa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Ya kwanza tu. Ya pili ni nini? Mali. Tamaa za mwili, yani mali, vitu. Tunakwenda ya tatu, endelea. Sema, akamuongoza mpaka Yerusalemu. Akamweka juu ya kinara cha hekalu. Ndio. Akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini. Kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakulinde, na ya kwamba mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Ndio. Yesu akajibu akamwambia, imenenwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Ndio. Basi alipomaliza kila jaribu, Ibilisi akamwacha akaenda zake. Kwa muda. Yaani anakuacha kwa muda tu. Yaani haachani na wewe. Kwa sababu gani? Katika hilo jaribu la tatu ni juu ya swala la imani, kwamba hivi kwenda tu mfungo unaweza kuwa na majibu kweli? Au unapoteza muda wangu katika kuomba? Hivi nikiomba kweli itafaa? Yaani ni kama vile unamjaribu Bwana Mungu wako kwamba haiwezekani Bwana, hizi ni propaganda tu. Si propaganda. Na ndio maana Yesu akanena akasema, imeandikwa, imenenwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akasimama katika neno, Ibilisi akamwacha akaenda zake kwa muda. Endelea. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Yesu sasa, kule mwanzo alikuwa amejawa na Roho, sasa anarudi na nguvu za Roho.
akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Kwa nini habari zake zikaenea? Kusudi lililo ndani ya Yesu alilolikusudia Mungu sasa analidhihirisha kwa dunia, na lile ambalo Mungu amelikusudia ndani yako, kwa sababu ninaamini wako walio wengi ambao bado hawajui nini kusudi ambalo Mungu amelikusudia kwenye maisha yako. Upo tu kama bendera ya upepo. Mungu akusaidie, akufunulie neema ya tumaini la mwito wake. Wewe ni nani? Jitambue wewe ni nani, na baada ya hapo uingie kwenye maombi, umwambie Bwana, nataka unikamilishe katika kusudi lako. Baada ya mfungo wa siku 40, baada ya mfungo uliosimama wewe kufunga, ingali kwamba ulikuwa umetoa na Roho Mtakatifu, baada ya kumaliza mfungo wako, Mungu anakutia nguvu, unajazwa nguvu. Rudi kidogo hapo nyuma, baada ya kushuka kutoka nasema Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Haleluya, amen. Wewe habari zako ni gani zilizoenea katika jamii iliyokuzunguka? Wewe ni habari gani zilizoenea? Afadhali hata na mabadiliko wangu pale sasa hivi habari zake za juisi tunazo. Tunakula juisi kila itoko leo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe habari zako zipi? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Liko kusudi Mungu ameliweka ndani yako. Na kwa sababu wengine kichwa kigumu, hutaki kusikia sauti ya Bwana. Anasema utaambatana na nani? Katika kitabu cha Kumbukumbu amesema, wao wanaonisikia na kulisikiza neno langu, wao wataenenda na hizo baraka, bali wanaoziba masikio yao watadumu katika mapigo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ninaongea habari ya uweza wa nguvu ya maombi ya mfungo. Nikiangalia hapa watumishi wa Mungu jinsi kuna ndugu wengine ambao hawajawahi kufunga kabisa. Si jambo zuri wala si jambo jepesi, bali ni mapigo kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Na wengine wanafunga kwa kutegea. Nakwambia mimi nafunga bana, mimi mfungo wangu wa masaa 3 tu. Kwamba masaa 3 anapambana. Sasa mimi nishafunga masaa 3 yanatosha kabisa. Yesu alifunga siku 40. Si kitu kirahisi. Wewe unapewa 21, unapewa 7, unapewa ngapi? Unaona kwamba ni mzigo sana. Na bado unapewa neema ya kushiriki chakula mara moja mlo kwa siku. Mungu awasaidie. Usinigorudie watu. Nasema Mungu awasaidie. Ninasema yako mambo hayatatokea kwenye maisha yako. Utabaki kugomba kila itoko leo na kuumizwa kila itoko leo pasipo kupokea neema ya Kristo. Si tu juu ya kunyima mwili chakula, bali ni kunyenyekeza mwili mbele za Kristo kwa wewe kuacha matendo maovu. Maandiko haya ukiyasoma ni katika kitabu cha Isaya 58. Hebu soma Isaya 58. Sura ngapi? Anza kuanzia mstari wa 3. Anasema, husema mbona tumefunga lakini huoni? Mbona tumejitaabisha nafsi zetu lakini huangalii? Fahamuni, siku ya kufunga kwenu mnatafuta anasa zenu wenyewe. Si niliwaambia nyinyi? Nimewaambia nyinyi. Sisemi mimi, ni neno linanena.
la Mungu linanena. Rudia tena. Anasema husema mbona tumefunga lakini huoni? Ndio. Mbona tumejitabisha nafsi zetu lakini huangalii? Ndio. Fahamuni siku ya kufunga kwenu mnatafuta anasa zenu wenyewe na kuwalemea wote watendao kazi kwenu. Tazama, ninyi mwafunga mpate kushindana na kugombana na kupiga kwa ngumi ya uovu. Hamfungi siku hii ya leo hata kuisikizisha sauti yenu juu. Kufunga ni juu ya kuisikizisha sauti ya Mungu kwako. Haleluya kanisa, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kufunga kwako ni juu ya toba, ili upate neema ya Mungu itakayokufunika, usikie Mungu anasema na wewe nini katika utimilifu wa mapenzi yake. Anasema je, kufunga namna hii ni saumu iliyoichagua mimi? Hiyo ni saumu ambayo Bwana ameichagua. Endelea. Je, ni siku ya mtu kujitaabisha nafsi yake? Ni siku hiyo je kujitaabisha na tumbo kutakula tu ndio iwe tayari? Ni kuinama kichwa kama unyasi? Yaani unanyongonyea, unajidai saumu ya leo ni kali jamani, acheni nilale tu kidogo, nimechoka. Yaani nimechoka saumu ya leo. Unajinyenyekeza, unajidai. Endelea, sikia. Na kutanda nguo za magunia na majivu chini yake. Je, utasema ni siku ya kufunga na ya kukubaliwa na Bwana? Anasema, je, saumu niliyoichagua sio ya namna hii? Yaani ni maswali hayo kwako kwamba saumu ambayo Mungu aliyoichagua ni ipi? Endelea. Kufungua vifungo vya uovu. Sikia sasa, kile ambacho Mungu anakisimamia katika kuomba kwako kwa saumu yako ni juu ya kufungua vifungo, na vifungo haviwezi kufunguka kwenye maisha yako kama hujayatoa maisha yako totally kwa Bwana. Kwa maana ya kwamba kutoa maisha yako kwa Bwana ni juu ya toba iliyo kamili, kuondosha uovu wote, shetani asiwe na neno lolote la ushtaki juu ya maisha yako. Sema amina. Amen. Hata msiposema amina na makorokoro yenu, Mungu atawafuata mpaka uvunguni. Sikia anasemaje? Kuzilegeza kamba za nira. Kuzilegeza kamba za nira. Kuwaacha huru walioonewa. Nira ni nini? Mchungaji kusema, askofu mchungaji, kuzilegeza kamba za nira ni nini? Nira ni lile lidubwanga linalofungiwaga shingoni kwa ajili ya ng'ombe kukokota jembe, kukokota litrela likokoteni ile ndio inaitwa nira. Ina maana lile ni teso. Kwa hiyo zile kamba zilizokushikilia, zinazotesa maisha yako, zinazotesa familia yako, zinazotesa biashara yako, zinazotesa kila ulichopewa kushika kufanya, zinalegezwa kwa sababu ya mfungo wako. Amina. Amen. Amina. Amen. Hata kama kuna watesi wako, alafu sasa jinsi ilivyo ajabu, mimi namshangaa Bwana, kwa maana anasema waandaa meza mbele ya watesi. Bwana anapokubarikia, anakubariki katikati ya watesi wako, hawakuachi salama. Na tena huko ukanda wa huku pwani huku ukanda huu, shughuli unayo. Hawatakuacha kwa sababu ni asili yao ya kuchawia. Bwana asifiwe. Unashangaa kwa nini kile ushikalo aliendi? Kwa nini hivi aliendi? Naona kwa kawaida tu. Tenda leo kanisani nikaombe nikapambane naye. Utapambana ndio kwa viwango fulani, lakini kuna mambo mengine hayatakaa yatimie pasipo kufunga na kumwomba. Brother, mfungo sio wa sheria. Sio mfungo mpaka usikie baba askofu ametangaza. Mfungo sio wa sheria katika dini, kwamba mwezi fulani ni mwezi wa toba au wiki fulani ni wiki ya toba. Kwa hiyo kwamba hii miezi mingine yote tufanye dhambi. Sijui na unaambiwa na kunavunja jungu. Kwa hiyo mnafanya yote. Siku hiyo mkimaliza
kufunguliwa tu, gesti zote zimejaa, hakuna nafasi. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Ninaongea na mtu jambo. Amen. Swala la mfungo ni juu ya uongozi ya Roho Mtakatifu. Kwa maana miezi yote 12 mbele za Bwana ni mitakatifu, na ndio maana ametupa. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Swala la unyenyekevu mbele za Bwana, sikatai kusema kwamba mimi nimeamua kipindi hichi nikisimamie kwa ajili ya kujinyenyekeza mbele za Bwana, lakini kujinyenyekeza mbele za Bwana ni kila itwapo leo. Amen. Amina. Amen. Amena. Amen. Unasikia Roho anasema nini? Kuna dogo mmoja alikuja akaniambia, baba, mimi nasikia Roho Mungu ananiambia niingie kwenye mfungo wa siku 90. Kamchungulia mdogo, nikamwambia, dogo, siku 90? Kwa nini Bwana? Ananiambia, hapana baba, nahitaji kusogea karibu na Mungu. Nahitaji Mungu akamilishe mambo. Siku 90. Nikamwambia, dogo, siku maisha yako magumu na jidai unafunga 90 ili kubudget maisha. Sababu kuna wengine wanaingia kwenye mfungo kwa ajili ya bana karibu kwenye mfungo na ilikuwa vitu vimeshikana. Vyuma vimeungana. Haleluya. Akasimama kwenye maombi kweli. Brother, majibu Mungu aliyompa ni ukamilifu wa maisha yake. Alipata mke mwema. Mimi mpaka nilimshangaa Mungu. Jamaa wala hata mambo mengi, unafikiri nikasomi basi kama tu. Lakini alipata mke msomi. Mke mwenye unyenyekevu. Mke ambao huku kwenye familia yao wamebarikiwa. Siku kadhaa na baba, maisha ni free, naenda kufunga ndoa yangu. Haleluya. Mara ndoa imefungwa, vipi? Sasa hivi tena nashughulikia, sasa hivi nimeshaanza ujenzi. Ujenzi tena vipi bwana? Sasa hivi baba anakuja kusalimia, yuko na usafiri wake. Halo. Swala la imani ni kiwango kingine. Alikutana na Waswahili wanasema unaokota dodo chini ya mnazi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Nitakwambia ukweli. Nyie wadada, nyie ninaonea huruma sana. Mungu asipokaa na nyie na nyie mkakaa karibu ya Mungu, utashangaa chini ya mdodo mtaokota pilipili. Haleluya. Amen. Ninawaambia ukweli. Yes. Hebu tumalize Bwana. Kuacha huru walioonewa. Ndio. Na kwamba mvunje kila nira. Mvunje kila nira. Je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chako? Na kuwaleta masikini waliotupwa. Sikiliza sasa, hiyo kauli inasemaje? Kuwagawia maskini chakula chako. Kwa maana ile budget uliokuwa nayo ya chakula, usiseme kwamba ndio nimeibajetia. Budget inatakiwa iende vile. Kama ulikuwa unapiga ugali dagaa, ugali nyama, nini kila siku, kile chakula sasa kichukue, kipeleke kwa wale wahitaji ili kukamilisha maombi yako. Sema amina. Amen. Usiseme nimepiga budget sasa hivi ya mwezi mzima. Maombi yako na mfungo wako ni matini mbele za Bwana. Haleluya. Haleluya. Je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chako? Na kuwaleta masikini waliotupwa nje nyumbani kwako? Ndio. Umwonapo mtu aliye uchi, umvike nguo. Ndio. Wala usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe. Ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi. Haleluya. Ukiyakamilisha hayo, ndipo nuru yako itakapopambazuka. Ndipo neema ya utimilifu wa Mungu utathibitika. Ndipo lile kusudi Mungu aliloliweka ndani yako linathibitika. Utampata aliye sahihi kwako. Utapata maisha mema. Utakuja utaniambia, baba askofu, ninahitaji kufunga ndoa yangu sasa, kwa maana nimepata kibali. Milango imefunguka. Sihitaji kuishi tena katika maisha haya ya uchafu. Kwa nini? Kuna vitu shetani amekuwa na uhalali. Unapiga maombi, unazunguruka, unarudi, akija kikuchungulia hivi, ili jamani ni silizinzi. Hapo unakulisha nguvu. Unasema, Bwana nisamehe tu, nisaidie.
haina shida. Roho wa Mungu yuko na wewe. Maombi yako si Mungu yuko na wewe. Hata Yesu pale akwambia ingali akiwa amejawa na roho. Roho Mungu hawezi kutuacha na kutulinga na mengine, lakini yako mengine sasa pasipo nguvu ya Mungu huwezi kuyafikia. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Bila. Niulizaga maswali. Hivi kwani ukamilifu wangu? Mimi niwape ushuhuda wangu mimi binafsi. Ninawaeleza ushuhuda wangu mimi binafsi. Kwa maana mimi ni ushuhuda unaotembea. Siku nimepanga kwenda kufunga ndoa na mke wangu, ni Roho wa Mungu alinishuhudia. Na ilikuwa ngumu sana. Nikamwambia wife, tunakwenda kufunga ndoa yetu tarehe 1. Ilikuwa mwezi wa ngapi? Mwezi wa 8. Nikamwambia tarehe 1 mwezi wa 8 ninakwenda kufunga ndoa yangu. Na ndoa yangu sihitaji changizo, ila mama mzazi akasema, hapana mwanangu, wewe ndio tukani chachi tuwapelekee watu. Watakachochanga basi kitakuwa ni sehemu tutakuwa tumwashirikishe. Kadi zile zilipelekwa, zilikataliwa. Kwa nini? Kwa maana tarehe nilizopanga mimi, kuna mtu mwingine katika familia ukoo naye anaandaliwa nini? Sherehe ya ndoa yake. Na ile familia kidogo tunasema ni ile ya level fulani. Kwa hiyo wakatoa uzito kule, wakaona hii ya huyu akae tu kinyagerogosi ni wasikilizie kwanza. Nikamwambia mama, ndoa yangu siairishi. Nimesema ni tarehe 1 ya mwezi wa 8. Imeisha. Nilipanda mlimani Kongo. Nilikaa mlimani siku 7. Ninakunywa maji tu nikimtafuta Mungu. Kipindi hicho nimeanza kazi, nimetengeneza baadhi ya mashine zangu pale na nini. Mama huyu mshahidi. Nikiwa huko mlimani namwambia Bwana, nahitaji ukamilifu wa maisha yangu. Shetani amekuwa mateso kwangu. Sioni kesho yangu, sioni baraka zangu kwa sababu ya mimi kukosa utimilifu. Brother, alikuja mtu mmoja, sijui alikotoka. Nilikuwa natengeneza hizi mashine za mbao za kuchana, kulanda, kufanya nini. Mashine moja nilikuwa nauza $7,000,000. Mashine nyingine $3,000,000. Sio mashine nyingine ngapi. Nimezitengeneza hazijakamilika. Yule bwana akaja, akapewa habari zangu. Ukihitaji hivi vitu mtafute engineer fulani ana uwezo wa hivi vitu. Jamaa akaja na burungutu na fedha kwenye mfuko. Ninawapa ushuhuda ulio hai. Akapiga simu akaambia mtu hayupo, yuko mlimani. Ikatuma message mama akiwa nyumbani, tukiwa kwenye nyumba ya kupanga. Nikapata ujumbe, nikarudisha ujumbe, nikamwambia mama, kuna mtu nimesikia kuja hapa anahitaji 1, 2, 3. Kamuonyeshe mashine hizo ziko hivi na hivi na hivi, vile akague na hapo akuachie fedha. Nikishuka nitakuja kukamilisha hizo fedha nyingine. Brother, ninakuambia hivi, watu walishangaa. Sherehe ambayo nilikwenda kuifunga ndoa yangu, hata ukiona kwenye video, ilikuwa ni ngumu sana na yenye vita. Nilirudi nikapanga sherehe. Hakuna kamati ni mimi. Nikaenda nikanunua suti yangu kali kishenzi. Walituivia ile suti kule nyumbani kwetu. Wajinga wale. Nilienda nikanunua suti kali kishenzi inang'aa kama gold. Nikamwambia mama, vunja mama yangu. Tukavunja. Unasikia kuvunja kabati, tuna mzigo wale upo. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongea ushuhuda ulio hai. Msaidizi wangu wa ndoa naye alhamdulillah, tunasema alhamdulillah, alikuwa yuko vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Nilipoenda nikamwambia Benja, ninahitaji akaniambia mtumishi wa Mungu, kweli? Nikamwambia kweli, na mimi nitakusupport bwana. Twende tukanunue suti. Tulienda tukanunua suti za mami. Jana nakwambia sikwambie, tulikuwa tunawaka kama gold. Mama ile suti tulipenda sana na waliimba wale wajinga. Pigie Bwana Yesu makofi.
Nikachukua mzigo wa hela nikaweka ndani ya koti kwa ndani. Sikia, kanisa nilikuwa nasali, niliwapa neno la kinabii, kwa sababu tulifika kwenye ile kanisa nilikuwa dogo sana, yaani kalikuwa kama vile kakibanda, wamejenga tu ukuta huku, wamejenga ukuta huku. Nikamwambia wife, nasikia roho wa Mungu ameniambia niingie kusali kwenye haka kanisa. Na nikamwambia kanisa haka hii nguvu iliyoko huku ndani haka kanisa, hapa ndo nitakapofunga ndoa yangu. Hakuamini. Nilimwona yule mchungaji, nikamwambia mchungaji, sikia, siku nafunga ndoa yangu hapa, sasa unabii wa huko nyuma, hili kanisa litakuwa limekwisha. Akaniambia napokea baba. Nikarudi kwa mama yangu mzazi, nikamwambia mama, kuna neema ya Mungu inashuka, kuna hela zinakuja nyingi sana, sijui zinatokea wapi, lakini hizo hela zikija, tutoe sehemu ya fungu la Mungu tukajenge kanisa. Mama alikuwa ananiamini sana, akaniambia amina, ikitokea tutamshukuru Mungu. Huwezi amini brother, walikuja watu kutoka Kenya wanaongea Kiingereza tu, mamangu hajui Kiingereza. Akaniambia bariki mwanangu, njoo, hebu ongea na hawa watu na Kiswahili imekaa hivyo nani. Mimi nikajua matapeli ni hawa, wanakuja kumtapeli mamangu. Wakaambia tumekuja, tumeambiwa mama yako hapa ana somo ya kuchana mbao, tunahitaji mbao semi trainer za kutosha, kwa hiyo tumekuja hapa, tunahitaji mbao. Mnahitaji nini kuweza kuandaa hizo mbao? Brother, ilimwagwa hela mpaka nilishangaa. Nikamwambia mama, nikwambia mbao za, yaani tukashusha magogo yakashuka, mbao za kwanza kutolewa. Nikamwambia lazima tuwe waaminifu. Nilileta fuso mwanangu, nikaika pale, kama mama, hii fuso ijae mzigo, afu wengine atafuata. Fuso ilijazwa mbao. Tukaenda kanisani. Mchungaji yuko pale anashangaa jinsi gari inavyoingia na kushusha mzigo. Kaambia nilikwambia kanisa hili litaisha na mimi nitafunga ndoa yangu hapa. Kanisa limejengwa kama umeme. Madirisha yote yalitengenezewa ofisini kwangu Arusha. Mlango ambao uko pale kanisani, hivi bwana, ule mlango si mpaka leo upo. Ukienda pale kwenye hilo kanisa, utaona mlango umefanana kama huu. Mbona huu? Umefanana kama huu wakati, lakini wenyewe umepigwa vioo full. Nikatengeneza pale pakakaa. Na nilipomwambia tarehe moja, ikawa tarehe moja. Nikaenda kuandaa, sasa nilirudi nyuma na kuja mbele. Nikaenda kuandaa sherehe yangu. Kamati hakuna, na nikasema sihitaji kamati. Kwa imani, wakati huyu mama yuko saluni anajiandaa, mimi natafutwa kwenye simu, sijulikani nilipo. Mama ndiye alichanganyikiwa, alinuna, alishikwa na hasira, kwa sababu kwanza kufunga ndoa yangu mimi na yeye ilikuwa ni vita. Nani nikisema vita unaelewa yani? Sijui unaelewa? Kuna familia ambazo yani ni kwamba hivyo haifai, ukijaribu hivi haifai, namna gani haifai. Mimi nikamwambia itafaa. Akatokea mama mmoja akaniambia, "Mtumishi wa Mungu, unakwenda kufunga ndoa?" Nikamwambia ndio. "Unahitaji usafiri?" Ndio. Akanipa RAV4 mpya. Kwamba nenda shughulikia mambo yako. Uje Mungu alifanya. Sasa nimepewa ile RAV4 ndugu yangu. Ndio nimetoka huko sasa, nimeshajiandaa na mimi naenda kunywa na nini. Wakati natoka nyumbani naelekea sasa huko tukakamilishe mambo, ile RAV4 ilipata ajali. Nilipishana na lori. Ile lori limebeba mawe. Eti jiwe likatoka juu ya lori likaja likapiga kwenye kioo. Pa! Kuzimu itanyamaza. Sema amina. Amen. Ninakwambia jambo ili kesho yako isimame brother. Ili kesho yako isimame brother. Ili kesho yako isimame brother. Ninakwambia jambo, mateso ulio nayo, shetani anasema na uhalali. Na usipoomba na kufunga, hiyo nguvu ya kuweza kutoboa hutaweza wewe. Nakwambia huwezi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nafika pale wanashangaa kuiona ile gari jinsi kioo cha mbele kimechanika chanika. Nikamwambia usiogope. Mimi ni yule aliyechaguliwa na Bwana. Haleluya. Haleluya. Sasa siamna kamati kwa kanisani tuna nini? Watu wa kanisa wakajitoa kweli kweli. Mimi ndio wangu nimefungwa kanisani bro.
Yaani watu wa kanisa, yaani kama hivi unavyoona kanisa ndio waliosimamia ndoa yangu, wala sio ndugu. Ndugu walikuja baadaye kuchomekea, baada ya kuona kwamba huyu jamaa kumbe yuko serious, ndio baadaye wakaja kuingia wakandandia gari kwa mbele. Na mkumbuka ndugu ambaye alikuwa ni wa karibu, John, alitupa ukumbi wa kisasa. Magari, nilikuwa na marafiki, Mungu amenipa marafiki sio leo wala jana. Brasa, msafara wangu ukiuona wa hayo magari ya kwamba ndio ni harusi ya jamaa, utasema hakika huyu ni mfalme. Kulikuwa kuna msururu wa magari. Watu ni wengi, sijui walipotokea. Ikabidi nianze kukodisha magari. Ninalipa kwa keshi yangu mfukoni, mimi ndio kila kitu. Baba, watu wameongezeka, vitu ongeze gari, wao ongezeni gari. Mzigo huko hapa, ongeza gari. Bwana Yesu asifiwe. Unaotoa watu mjini Arusha, unawapeleka Usarifa kwenda kula. Watu walikula mpaka wakaacha. Ndafu zilikuwa ngapi mamangu? Tulichonja ndafu za kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Ndafu alichoma baba yako wewe. Ndafu alichoma rafu. Na chale. Walichoma ndafu. Watu walikula. Baada ya sherehe kuisha jioni, watu wakawa ni wengi tena kuliko wale. Sasa kama kuna mtu anafahamu ameshaka Kausa, kuna mtu mmoja, askari mmoja mkubwa alikuwa anaitwa Ndesaburu. Ana gari kali za kisasa za USA Arusha. Akaniambia, Kishindo, nimesikia umefunga. Kwa nini hujaniambia? Nikamwambia, mzee, acha. Hili ni la kiroho. Una shida gani? Nikamwambia hapo sasa tuko ukumbini. Hatujui ni muni tunaenda wapi wala kulala wapi. Niwaambia mama, tukitoka hapa sisi twende zetu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukiwa ukumbini, alitokea mtu akatupeleka hoteli 5 star. Pale ukumbini, akatupa na high speed mpya zipeleke watu wote shanti mpaka ikamilike. Tukaondoka ukumbini na zawadi zetu. Tumebeba mazawadi ambayo hayasemekeki. Kwa nini ninawaambia neno hili? Kwa nini ninawaambia? Japokuwa ananiambia mdomo, nahitaji kukutia moyo wewe ambaye hujakamilisha ndoa yako. Kuna milango ambayo shetani ameshikilia. Kuna baraka ambazo Mungu amezishikilia. Nguvu ya maombi ya ufungu yanakwenda kufungua na kubomoa kila ngome. Sema amina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tumalizie na kitabu cha Danieli 10:13. Danieli 10:13. Anasema, lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi ndio alinipinga siku 21. Bali tazama, huyu Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, ndio akaja kunisaidia. Nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Sasa nimekuja kukufahamisha mambo yatakayowapata watu wako katika siku za mwisho. Maana maono hayo ni ya siku nyingi bado. Ndio. Na alipokwisha kusema nami, alipokwisha kusema nami maneno hayo, nikauelekeza uso wangu chini, nikawa bubu. Na kumbe mmoja mfano wa mwanadamu akanigusa midomo yangu. Ndipo nikafumbua kinywa changu. Ndio. Nikanena. Ndio. Nikamwambia yeye aliyesimama karibu nami, ndio, Bwana wangu, kwa sababu ya maono haya huzuni zangu zimenipata tena, hata sikusawaziwa nguvu. Maana mtumishi wa Bwana huyu atawezaje kusema na Bwana wangu huyu? Kwa maana kwangu mimi mala hazikusalia nguvu ndani yangu, wala pumzi haikusalia ndani yangu. Kisha mmoja mfano wa mwanadamu akanigusa tena, ndio, akanitia nguvu, ndio, akasema, mtu upendwaye sana, ndio, usiogope, amani na iwe kwako, ndio, uwe na nguvu, uwe na nguvu, naam, uwe na nguvu.
Aliposema nami nikapata nguvu. Ndio. Nikasema, Bwana wangu. Ndio. Na aseme Bwana wangu. Ndio. Kama kwa maana umenitia nguvu. Ndio. Ndipo akasema, je, unajua sababu hata nikakujia? Ndio. Na sasa nitarudi ili nipigane na mkuu wa Uajemi. Ndio. Nami nitakapotoka huko, tazama mkuu wa Uyunani atakuja. Lakini nitakwambia yaliyoandikwa katika maandiko ya kweli. Ndio. Wala hapana anisaidiaye juu ya hao ila huyu Mikaeli mkuu wenu. Amen. Ninaongea habari za Danieli ambaye Mungu alimjibu, aliomba akamjibu, lakini kuna wakuu wa Uajemi, wakuu wa anga, wakuu wa ufalme wa giza waliosimama kuzuia uweza wa baraka zake, lakini yupo aliye hai mwenye uweza na nguvu na mamlaka akamtia nguvu, kwa maana ya kwamba maombi ya Danieli ya siku 21 yalikuwa ni juu ya kuomba uweza wa nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu haziwezi kushuka kwako kama hujasimama katika toba ya kweli. Kama hujasimama katika toba ya kweli, huwezi kuona uweza wa nguvu za Mungu. Danieli akadumu katika maombi ya siku 21 akiomba Mungu amsaidie apambane na hao wakuu walioshikilia hilo anga. Anga lako limeshikiliwa na nani? Je, unayo hiyo nguvu ya kulitoboa hilo anga? Au umeamua kudumu katika maisha hayo ya umaskini? Au umeamua kudumu katika maisha hayo ya kutokumjua Mungu? Au umeamua kuishi maisha hayo ambayo umejichagulia? Mungu wetu ni mwaminifu, anahitaji tupokee utimilifu wa haki yake. Na ndio maana amesema katika kitabu cha Mathayo 20:33 mstari wa ngapi? 6:33 anasema, utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine mtazidishwa. Utafute ufalme wa Mungu kwanza. Kutafuta ufalme wa Mungu kwanza, ziko sheria na njia unazopaswa kuziendea. Umepokea wokovu, hatua ya kwanza. Wako wengine wanakuja kanisani, wanakuja katika mazoea ya kawaida, lakini hawajakiri wokovu wa kweli ndani yao. Ya kupasa hatua za kufikiria toba ya kweli, ni lazima ukiri kwa kinywa chako ya kwamba Bwana Yesu ndiye mwokozi wa maisha yako na kuamini kutoka rohoni. Hapo ndipo unapochukua hatua ya kuokoka kwako. Baada ya kuokoka, uko utimilifu tena wa hatua nyingine ya ubatizo, kwa maana iko nguvu ya ubatizo katika maji, kwa maana ni ondoleo la dhambi, na uko ubatizo wa Roho Mtakatifu, ni juu ya kujazwa uwezo wa nguvu zake. Mpaka sasa hivi hujajazwa nguvu, una nguvu za Roho Mtakatifu. Na ndio maana hakuna roho anayesema na wewe. Ukilala unalala kama kuku, ukiamka asubuhi unaamshwa kama. Kwa nini? Hata unapokuja kanisani, unaposikia neno hapa, huku kumefungwa, usikini nini kwamba Mungu anasema na wewe? Roho wa Mungu hajajaa kwa wingi ndani yako. Simama kwa miguu yako. Mafundisho haya ambayo nimeachilia leo yakapate kufanyika baraka kwako, yakapate kufanyika mlango, yakapate kufungua njia.
ninasimama kuvunja kila nguvu, kuvunja kila madhabahu inayoshikilia maisha yangu, inayoshikilia kesho yangu, inayoshikilia familia yangu. Kwa jina la Yesu ninaibomoa kwa damu ya Yesu, ninaibomoa kwa damu ya Yesu, ninaibomoa kwa damu ya Yesu. Niweke huru sasa, weka huru maisha yangu, weka huru maisha yangu, weka huru kazi ya mikono yangu, weka huru familia yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kiumbe kipya, naomba Bwana uniwezeshe, maana peke yangu sitaweza. Ninakiri uwezo wa nguvu zako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nikibomoa na kuharibu kila ngome za kuzimu zilizoshikilia maisha yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bomoa, anza kuvunja, bomoa, anza kuvunja Baba, katika jina la Yesu. Tunavunja kila mamlaka, kila ngome. Fungua kinywa chako wewe, fungua kinywa chako, omba, fungua, kwa maana iko nguvu ya uweza katika Wakati Danieli yuko kwenye maombi, Biblia inasema kwamba maombi yalishajibiwa, lakini mkuu wa Uajemi akazuia kwenye ulimwengu wa roho majibu yaliyotoka kwa Mungu kwenda kwa Danieli. Yupo mkuu wa Kisalawe ambaye amezuia maombi uliyoyaomba. Mungu ameshakujibu, malaika alipokuletea majibu amekamatwa. Sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wewe mkuu wa anga, wewe mkuu wa mahali ninapoishi, uliyekamata majibu yangu, ninamwita Danieli, ninamwita Danieli aliye shahidi wa maombi, kama alivyoomba. Nami natangaza kuanzia leo, yule malaika Mikaeli aliyeshuka kwa Danieli kwenda kupigana mkuu wa Uajemi, ninamwita sasa kwenye ukuu huu wa Kisalawe, ninamwita sasa juu ya anga la Kisalawe, akawapige wakuu wa anga wa Kisalawe, wa Kibada, wa Kigamboni, wa Malipango, wakamatwe, wapigwe, waachie. Malaika kwa majibu yangu anifikirie sasa, anichilie sasa, katika jina la Yesu. Amen. Pigie Yesu makofi. Enyi wanadamu, asema nirudieni. Bwana asema nirudieni, enyi watu wangu, asema nirudieni.
Rudia, Mungu wetu ataliponya kanisa.